Pengine wewe ni miongoni mwa wale ambao wanajiuliza kwa sasa yuko wapi mwanamuziki ambaye aliwahi kutamba mwaka 2016, 17 mpaka mwaka 2020 hapa katikati. Namzungumzia Aslay, moja kati ya kipaji kikubwa zaidi ambacho kilizaliwa hapa Tanzania na kilipewa support kubwa, then kikawa dhahabu ambayo inang'aa sana. Aslay alikuwa kwenye kundi la Yamoto Band ambao lilikuwa pia na kina Mbosso Kani, alikuwa pale Mr Flavor, alikuwa mtu kama Enoch Bella ambao alikuwa anakamilisha kundi la Yamoto Band, moja kati ya kundi ambalo lilikuwa linatabiliwa kuja kufanya vizuri zaidi hapo mbeleni kutokana na vipaji ambavyo vilikuwa vimekutana, lakini pia combination yao ilikuwa imeweza kuclick sana. Kwa hiyo watu wanasema kwamba pengine tukiwapa muda wanaweza kawa tishio hapa Tanzania, lakini wakati tunapanga ya kwetu, basi Mungu pia huwa na njia zake za kuwapitisha waja wake kwenye yale ambayo wanastahili kuweza kuyapitia. Mara yako ya kwanza kabisa, basi hakikisha una subscribe hapo chini kwa ajili ya kuweza kupata taarifa zetu zote ambazo tunakuwa tunaziweka hapa Chris Media 24. Sasa baada ya kutawanyika kwa wasanii hao wa Yamoto Band, kila mmoja kama ameelekea na harakati zake na akiendelea kufanya muziki. Mbosso Kani aliingia WCB kuweza kusainiwa katika lebo ya Diamond Platnumz. Enoch Bella akaelekea na muziki wake kama mtu binafsi. Ukija kumwangalia Aslay akasimama mwenyewe kama msanii binafsi na alifanya vizuri. Enoch Bella pia naye alianza vizuri, lakini sasa hivi kumekuwa kuna anguko kwenye muziki wake, au bana. Sasa kitu ambacho kinazua gumzo hapa katikati ni baada ya Aslay kuonekana Kongo akiwa kwenye hali ambayo sio sawa, kutokana na hazi ambayo tuna jina ambalo amekuwa nalo. Aslay hakuweza kustahili kuonekana kwenye muonekano ule ambao alikuwa nao, kwa maana kwamba alikuwa anafanya show za chaka tu chaka, show ambazo zinatajwa moja kati ya show ambazo mbovu zaidi kuweza kufanyika kwenye muziki wa Bongo Flava, hasa kwa wale ambao tayari wameshapata majina, kwa wale ambao tayari wameshaweza kujipata. Nikinakuwa kitu sio kitu cha msingi sana. Sasa video hii ikamfikia Mbosso na akaamua kufunguka 1, 2, 3 mpaka mwisho. Nini ambacho kinampelekea Aslay kuweza kuingia kwenye taharuki hiyo, huku mitandao ya kijamii ikiwa attention kuweza kujua nini ambacho Aslay anakipitia. Unajua binadamu tunapitia vitu vingi, lakini hatuviwekagi nyuma ya kamera. Kitu ambacho sasa hivi Aslay ni kama ameanza kukionyesha kwenye mitandao, akiwa na fanya hizo challenge na nini. Kwa hii inasaidia kwake kuweza kujiweka sawa na kuweza kujimarisha kuwa strong zaidi. Sasa ukija kuangalia muunganiko wa Mbosso pamoja na Aslay ulikuwa ni mzuri sana, na baada ya siku moja kuweza kukutana waliweza kuonekana wako peace sana. Kwa hiyo anayopitia Aslay pia yanamuumiza sana Master J Azubane, hivyo anaamua kuweza kutulia na kuweza kuhakikisha kwamba anaweza kumsaidia. Hakuweza kuamini ambacho kimetokea, kwa sababu Aslay ambaye anamfahamu ni yule ambaye walikuwa wana bang pamoja. Kwa hiyo pengine kuweza kutoka na kuweza kusimama mwenyewe ndio kumeweza kupelekea kuwa katika moments kama hizi kwa upande wa msanii huyo ambaye anaitwa Aslay. Wewe pia ambaye unasikiliza na unatazama muda huu, unaweza kutoa maoni yako hapo chini. Je, unaionaje?